Haleluya. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Wakati huu nimekuja na ujumbe mpya kutoka kwa kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango wa 5 kuanzia mstari wa 2 hadi mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: na Washami walikuwa wametoka vikozi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia, akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Pointi yangu iko hiyo fazi ya pili, ya kwamba Washami walikuwa na wameteka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, katika nchi ya Israeli. Nataka tuongee kidogo kuhusu huyu msichana ambaye alitekwa nyara wakati walikuwa wameenda vita. Huyu msichana tunaona ya kwamba alitekwa nyara ndio, na akakuja akawekwa kwa nyumba ya Naamani. Naamani, Biblia inasema alikuwa mtu ambaye ameheshimika na mtu ambaye alipendwa na mfalme sana, kwa sababu siku moja alitumika kuleta ushindi kwa hiyo nchi, na pia alikuwa ni askari shujaa. So Naamani alikuwa mtu mkubwa, ameheshimika na alikuwa ni shujaa. Lakini hata kama alikuwa na hizo zote, Biblia inatuambia alikuwa na ukoma. So huyu msichana alipotekwa nyara, akapelekwa kwa nyumba ya Naamani ili awe anatumika kama msaidizi kwa ile nyumba. Na tunaelewa vizuri kazi ya mtu ambaye ametekwa nyara ni kazi ngumu sana, maana ni kuteswa kwingi, hakuna mshahara. So unaweza imagine kazi yenye itakuwa kwa ile nyumba ya mfalme na hakuna mshahara kamwe. Kwa tukisoma kitabu cha Exodus, wakati Musa alitumwa na Mungu aende akaokoe wana wa Israeli, Biblia inatuambia kwamba wana wa Israeli walikuwa wanafanyishwa kazi ya kutengeneza matofali. Ilikuwa ni kazi ngumu zaidi. Na huyu msichana na yeye ametekwa nyara, ameletwa kwa nyumba ya mfalme ya Naamani. So kuna kazi ngumu sana pale msichana alikuwa anafanyishwa. Lakini mpendwa, hata kama ndio alikuwa anafanyishwa kazi ngumu, nataka kukuambia makusudi ya Mungu kwa maisha ya huyu msichana lazima igetimia. Ukisoma Maombolezo 3 mstari wa 37, neno linasema, ni nani ambaye anaweza sema jambo nalo lifanyike kama Mungu hajaruhusu? Kumaanisha hakuna jambo ambalo linaweza fanyika kama Mungu mwenyewe hajakubali. Kumaanisha hata kutekwa nyara kwa huyu msichana ni Mungu mwenyewe aliruhusu. Kwa sababu gani? Makusudi ya Mungu kwa huyu mtoto yalikuwa ni makubwa. Alikuwa ni mwokozi, alikuwa wa kuleta tumaini kwa wanadamu. So huyu msichana hata kama ametekwa nyara na amekaa kwa ile nyumba ya Naamani, lazima Mungu amtumie kwa utukufu wake.